katika uchaguzi. Na moja kwa moja turejee katika taarifa yetu ya awali huko Naivasha, ambapo kuna ule mkutano kati ya wajumbe wa ODM na UDA ambao wamekutana hii leo. Emmanuel To yuko huko, anaungana nasi hivi sasa kwa mengi zaidi. To. Na asante sana Mashirima, samahani kwa hitilafu ya sauti ambayo tulikuwa nao dakika chache zilizopita, na kabla ya hilo nilikuwa nakujuza kwamba mkutano wa faragha unaendelea kati ya viongozi wa ODM na UDA, na kuna masuala kadhaa ambayo wanazungumzia, na swala kuu ambalo limeibuka ni swala la nani atakuwa mgombea mwenza wa urais wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Na tuko na baadhi ya viongozi ambao wamefika hapa, wamepiga kambi, na mojawapo ni mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga, ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay, na yuko hapa kuweza kuzungumza nasi kwa mafupi tu kuhusiana na yale ambayo yamejiri. Mwenyekiti, tuanze tu hapo, kuna huo mkutano, ni nini tunatarajia ama nini mmeweza kuafikiana hadi sasa? Mkutano bado inaendelea, ni mkutano jumuishi ya magavana, viongozi wa chama, wabunge wa UDA na Kenya Kwanza na ODM. Na leo ilikuwa sisi tuko miaka 2 tangu tuanze hii broad based government. Alafu tuko mwaka mmoja mpaka uchaguzi. So tumekuja kuangalia hii miaka 2 tumefanya nini na ni nini tumepelekea wananchi ya maana. Alafu tujadiliane ya kwamba ni vipi tunataka kupangana ndio tuende katika uchaguzi ujao. Kwa sababu kufikia sasa tulikuwa ndani ya ile MOU ya 10 point agenda, ndio tulikuwa tunashughulikia ndani, ndio ilikuwa ina anchor hii broad based. Lakini sasa tunataka kuweka pamoja vikundi ambayo itazingatia yale manifesto, the issues ambazo sisi tutaendelea nayo mbele kwa wananchi. Mambo ya kama sisi kama ODM, mambo yetu kama ya inclusivity, equity, mambo ya constitutionalism, human rights, mambo ya anti-corruption, mambo ya devolution. Tunataka hiyo mambo yote izingatiwe tukiangalia manifesto yetu ijayo. Lakini pia tutatengeneza kikundi cha kuangalia vile tunashare pia power. Unaona? Hapo kwa power hapo sasa ndipo nilikuwa nataka kuzungumzia. Mmezungumzia unaibu rais, kwa sababu najua kwamba mlikuwa mmesema mnataka kiti hicho kwa sana. Hiyo si mazungumzo ya leo, kwa sababu ni mazungumzo itazungumziwa, lakini kama chama tumesema ya kwamba tukiingia katika masikizano tunataka kama UDA iko na kiti ya juu ile ya president, ODM iko na kiti ifuatayo ya deputy president. Alafu hiyo yote si tutakaa kwa meza tuanze negotiation tukiendelea mbele, lakini pia tuangalie kwamba bases zetu ziko aje, twende kwa wananchi tuzungumze nao katika bases zetu ndio tupate kura inayotosha kutupeleka to the next level. Na labda kuna swala la zoning, ile namna ambavyo chama ambacho kina ufuasi mwingi katika eneo fulani lipewe nafasi ya viti hivyo. Je, mmezungumzia hilo, na labda maoni yako kuhusu hilo ni gani katika mapatano kati ya ODM na UDA? Mkutano bado inaendelea, bado hayo maneno hayajazungumziwa bado, lakini lazima tuzungumze mambo ya zoning, kwa sababu tukiingia tuchapane kama allies tunaweza poteza viti. So mambo ya zoning itakuwa kwa meza, lazima itakuwa itazungumziwa na itakuwa considered county by county, region by region. Tuangalie ni vipi tufanye utafiti, tuangalie kisayansi, hii mambo yote itazingatiwa. Kitu kikubwa ni kwamba tumekubaliana ya kwamba tunataka kutembea pamoja. Sasa hii kutembea pamoja lazima hii mambo yote itatatuliwa, na mwishowe tukue na maafikiano ambayo itaridhisha kila pande. Mwisho kabisa gavana, kuna swala la IBC ambayo imetoa mtiririko wa namna ambavyo ufadhili wa kampeni utakuwa unafanyika. Labda unazungumziaje hilo, kwa sababu kuna baadhi ya mapendekezo pale? Nadhani ni wakati kuzungumzia mambo ya ufadhili za kampeni, kwa sababu kuna watu ambao ni viongozi sana lakini hawezi kuingia siasa, kwa sababu watu wanatumia fedha nyingi sana kwa ajili ya mambo ya siasa. Sasa tutaiangalia hiyo the new regulations ambazo wametoa, na tukue na a proper position, lakini we must regulate election campaign financing.
Thank you so much. Asante sana. Na moyo amekuwa mwenyekiti wa chama cha ODM na pia gavana wa kaunti ya Homa Bay akitueleza yale ambayo yamejiri ndani ya mkutano huo wa faragha, kwa sababu hatujaruhusiwa kuingia kule ndani kwa sasa hadi wakati ambapo kutakuwa na taarifa kamili mwendo wa saa 10 ambayo itatolewa na viongozi wa sehemu ama vyama hivyo vyote viwili. Kwa hivyo kwa sasa ningependa kuwapeleka katika mapumziko mafupi na turejea na taarifa zingine zaidi baada ya nafasi hii.